Praise the Lord and welcome to our service once again. Bwana asifiwe na karibu katika ibada yetu mara nyingine. We have waited for this opportunity, this chance. Tumengoja nafasi hii, fursa hii. And we thank God that it has finally come so that we may come to you and be a blessing to you. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi tuwafikie na tuajie katika nyumbani zetu. Good morning. This is the day the Lord has made that we may rejoice and be glad in it. Habari asubuhi, hii ndio siku Bwana amefanya ili tufurahie ndani We yake. know that you are also going through the challenge that everybody else is going through of not coming to church. Najua napitia changamoto ambayo kila mmoja anapitia ya kutokuja kanisani. And we can agree with David. Tutakubaliana na Daudi When he said that I was glad when I was told, let us go to the house of God. aliposema nilifurahia nilipoambiwa twendeni katika nyumba ya Bwana. There are times that when you go through an experience like this, Kuna wakati ambao ukipitia hali kama hii, when you will be told, let's go to the house of God, utakapoambiwa twende katika nyumba ya Bwana, you will be glad. utafurahia. But when it is an everyday occurrence, Kama ni tukio la kila siku, we get used to it. inakuwa mazoea. We don't see it as a privilege. Hatuoni kama ni jambo la We muhimu. see it as our right. Tunaona kama ni haki And yetu. therefore we don't value it. Sasa tuithamini. I'm sure Niko na that hakika after this, baada ya hii people will be glad when they'll be told, let's go to the house of watu God. watafurahia watakapoambiwa twendeni nyumba ya Bwana. Amen. Amen. We have a message for you. Tuko na ujumbe kwa ajili yenu. It is a series we have been discussing and sharing Ni mfululizo mafunzo ambayo tumekuwa tukiwaletea about taking the city, juu ya kunyakua miji, destroying walls and taking cities. kuvunja kuta na kunyakua miji. That has been our theme. Imekuwa mada yetu hiyo. And we are seeing a case study of Joshua Na tumechukua Yoshua kama funzo letu, when he was commanded by the Lord ambapo alipewa amri na to Mungu go and take the city of Jericho. aende atwaliwe ule mji wa Jericho. And eventually, finally, Joshua and the children of Israel took the city. Na mwishowe Yoshua na wana wa Israeli wakanyakua mji And huo. therefore, we decided to look at the lessons we can learn Tukaangalia mafunzo ambayo tutapokea from the Jericho takeover. kutoka kwa unyakuzi wa Jericho. And the first lesson we found was have a clear vision. Funzo la kwanza ni kuwa na maono iliyo sawa. Have a clear vision about your city Kuwa na maono inayoeleweka juu ya mji wako that you want to take. ambao unataka kunyakua. Every one of us have a city to take. Kila mmoja wetu ako na mji wa Every one kunyakua. of us have walls to break down. Kila mmoja ako na kuta za The kuvunja. second lesson we learned, Funzo la pili tulipata involve everyone. kushisa kila mmoja. Joshua was called and anointed, Joshua aliitwa akapakwa but mafuta. he would not take the city all by himself. Angenyakua mji yeye He mwenyewe. had to involve others. Lazima angehusisha kila mmoja. And not just others, Sio kila mmoja. everyone was involved. Kila mmoja alihusishwa For you to take the city, ili unyakue for mji, you to bring down the walls, ili uvunje kuta, involve everyone. kushisa kila The mmoja. third lesson is teamwork. Funzo la tatu ni kazi ya We pamoja. learned Tulijifunza that little tasks jukumu ndogo ndogo assigned to everyone ambao kila mmoja amepewa will make the major tasks be able to be achieved. itafanya wote watimize lile jukumu In kuu Jesus' name. katika jina la Yesu. Today, Siku ya we are leo looking at another lesson. tunaangalia funzo lingine, It is called inaitwa obedience to authority. kutii mamlaka. Hallelujah. Haleluya, Obedience to authority. kutii mamlaka. Let us read the word of God. Wacha tusome neno la Mungu. Our text Andiko letu is Joshua ni Yoshua chapter 6. 6. Hallelujah. Haleluya, Joshua chapter 6. Yoshua 6. Amen. Amen. Verses 3 to verse 7, the Bible says, Mstari wa 3 mpaka wa 7 Biblia inasema, and you shall compass the city, all you men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do 6 days. nanyi mtamzunguka mji huu watu wote wa vita, mkizunguka mji mara moja. Fanya hivi siku 6. And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns. And the 7th day ye shall compass the city 7 times, and the priests shall blow with the trumpets. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya hiyo sanduku, na siku ya 7 tazunguka mji mara 7, nao makuhani watapiga tarumbeta zao. And it shall come to pass that when they make a long blast with the ram's horns,
And when you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him. Shatakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na hao watu watapanda kila mtu akiendelea mbele kukabili. And Joshua the son of Nun called the priests and said unto them, Take up the ark of the covenant, and let 7 priests bear 7 trumpets of ram's horns before the ark of the Lord. Joshua mwana wa Nuni akawaita wakuhani, akawaambia, lichukueni sanduku la agano, tena makuhani 7 na wachukue tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya sanduku la Bwana. Verse 7, And he said unto the people, Pass on and compass the city, and let him that is armed pass on before the ark of the Lord. Naye akawaambia watu, piteni mbele kwa uzunguke mji, na hao watu wenye silaha na watangulie mbele ya sanduku la Bwana. Hallelujah. Hallelujah. The scripture, the verses that we have read, maandiko mistari ambayo tumeisoma is spelling out for us the instructions that Joshua gave to the people. Inatueleza ama inatuangaza maagizo ambayo Yoshua aliwapatia wale watu. The Lord had said in verse 2 to Joshua, Bwana alisema katika mstari wa 2 akieleza Yoshua, See, I have given into your hand the city of Jericho. Tazama, nimekupatia mji ule wa Yeriko. I've given you the king. Nimekupatia mfalme. I've given you the men of valor. Nimewapatia mashujaa wa mji huo. I said last time that Jericho was not just a city, it was a kingdom. Nilisema Yeriko haikuwa tu mji, ilikuwa kasri. That is why we had the king. Ndipo tukawa na mfalme. Bible says that a king is over a kingdom. Mfalme anasimamia ufalme. He's not over a city. Sio wa mji tu. Praise the name of the Lord. Amen. And therefore we find out that God, having given Joshua the mandate, the city, tukapata Mungu akampatia Yoshua tunuku ama mamlaka ya mji huo. It was not just a walkover to go and take the city. Haikuwa tu kazi rahisi kunyakua huo mji. The city had to be taken through instructions. Mji lazima ungetwaliwa kupitia maagizo. And the taking of the city depended on the children of Israel obeying the instructions of the Lord through Joshua. Kunyakua huo mji uliegemea Wanaisraeli kusikia maagizo kupitia kinywa cha Yoshua. If you are going to break down the walls, utakapovunja kuta, if you are going to take down your city, utakaponyakua mji wako, you must learn to be obedient to authority. Lazima ujifunze kutii mamlaka. You must learn to obey the instructions of God. Lazima utii maagizo yale ya Mungu. And God works through authority. Na Bwana anafanya kazi kupitia mamlaka. Because authority is order. Mamlaka ni utaratibu. Where there is no authority, there is disorder. Kama pana mamlaka, pana utaratibu. God is a God of instructions. Mungu ni Mungu wa maagizo. He tells you anakuambia that you should go and do this. Uende ufanye hii. But in that he tells you also the instructions to follow. Na hapo katika hiyo harakati anakupatia maagizo ya kufuata. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Therefore in this we find instructions. Lakini katika hali tunapata maagizo of Joshua. Ya Yoshua. Joshua is given instructions. Yoshua amepewa maagizo. And when Joshua is given instructions, anapopewa maagizo, the Bible says he is spelling out instructions to every one of them. Anawapatia maagizo kinagobaga kila mmoja. He's telling them how it ought to be done. Anawaambia vile wanafaa wafanye. He's telling them what ought to be done. Anawaambia kila ambacho kinafaa ifanyiwe. When it ought to be done. Wakati inafaa ifanyiwe. And it is important. Ni muhimu that they follow the instructions. Wafuate maagizo hayo. Praise God. Bwana asifiwe. It is important. Ni muhimu that they follow the instructions of the Lord. Wafuate maagizo ya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. About the instructions of the Lord. Kuhusu maagizo ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. About the instructions of the Lord. Kuhusu maagizo ya Mungu. Obedience
Obedience to authority. kutii mamlaka. Amen. Amen. Obedience to authority. Kutii mamlaka. How you obey instruction through the laid down authority Vile utatii maagizo kupitia mamlaka uliyowekwa will determine how you break through in your taking of the city. utategemea vile utakuwa na upenyo katika kunyakua mji wako. Amen. Amen. In the previous chapter 5, Katika mlango awali wa 5 mlango wa 5 you find that after Gilgal, tunapata baada ya Gilgali, before Jericho, kabla ya Yeriko, a man appeared to Joshua. mtu akajitokezea And Yoshua. Joshua asked, Yoshua akamuuliza, are you for us or you are on the side of the enemy? je, wewe uko upande wetu ama upande wa mwadui? And he answers and says, Anajibu anasema in verse 14, katika mstari wa 14, I am the captain of the Lord's host. mimi ni kiongozi wa wanajeshi wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. I am the captain of the army of God. Mimi ni kiongozi wa wanajeshi wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. And then from there, Kutokea hapo we enter verse in chapter 6, tunaingia mlango wa 6. where God is now telling Joshua, Mungu anamwambia Yoshua, see, tazama, I've given you the city. nimekupatia mji. There are people who God has already given you your city. Kuna watu ambao Mungu amekupatia mji wako tayari. Whatever city you desire from the Lord, Ule mji ambao unautamani kutoka kwa Bwana. God says, Mungu anasema, if you can see it, kama utaweza then kuona, I'll give it to you. nitakupatia. But there are instructions that go with it. Kuna maagizo ambayo lazima yafuatwe. You have to receive instruction. Lazima upokee maagizo. And that instruction comes from the authority Maagizo haya yanatoka kwa that mamlaka God has put in place. ambao Mungu mwenyewe ameweka. Authority means order. Mamlaka ni taratibu. Hallelujah. Haleluya. God would have spoken directly Mungu angeongea moja kwa moja to them, kwao, to the children of kwa Israel, wana wa Israeli, even as he spoke the other time hata vile aliongea awali in the New Testament, katika Agano Jipya. in the book of Matthew chapter 3. Mathayo 3 We find when Jesus was baptized, tunapata Yesu alipobatizwa, a voice came from heaven. sauti katokea mbinguni, That is in verse 17. kutoka mstari wa And 17, said, this is my beloved son, kama huyu ni mwanangu mpendwa, in whom yeye mwenyewe I am well pleased. nimependezwa. Praise God. Bwana sifiwe. And that voice was heard by everyone Hiyo sauti ilisikika na kila who mmoja was around there. ambaye alikuwa karibu. If we go on to the mountain of transfiguration, Tukiendelea katika ule mlima wa kubadilisha sura, where the figure of Jesus was changed, ambapo sura ya Yesu ilibadilika. Bible says in verse 17, Mstari wa 17 Biblia inasema, verse 5, mstari wa 5, a voice came sauti ikasikika from heaven kutoka mbinguni and said, ikasema, this is my beloved son, huyu ni mwanangu mpendwa, in whom I am well pleased. nimependezwa naye, Hear him. msikize. Hallelujah. Haleluya. Obey him. Mtii. So there was a voice Kawa na sauti for everyone to hear kwa kila mmoja asikie, that they were to obey Christ. ili wamtii Kristo. God would have spoken with a voice Mungu angenena na sauti to the children of Israel kwa wana wa Israeli to obey Joshua kumtii Yoshua, or to go around the city according to the instructions they were given through Joshua. ama wazunguke mji kupitia maagizo ambayo Yoshua alipewa. God is a God of order. Lakini Mungu ni Mungu wa taratibu. Are we here? Are we together, brethren? Tuko pamoja ndugu God zangu. is a God of order. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Praise Lord. Bwana He sifiwe. did not speak for everyone to hear, Hakunena ili kila mmoja but asikie. he spoke Alinena through his authority kupitia mamlaka yake so that he would test ili apime the obedience of the people. kiwango cha kutii kwa watu Remember, wake. he says to Joshua, I've already given you the city. Anasema Yoshua, nimekupatia mji. Amen. Amen. And this is what the people shall do. Hii ndio watu They watatenda. will go round, and Watauzunguka the city on the last day shall fall flat. na siku ya mwisho mji utaanguka. And we looked at verse 20 of the same chapter 6. Tukaangalia mstari wa 20 wa Actually, the city fell, the wall fell flat, kuta zikaanguka pale pale as the Lord had said. vile Mungu In aliagiza. other words, Inamaanisha God was finished with giving them the city, Mungu alishawapatia mji even before they went around the city. hata kabla uzunguke But mji. what God is looking at Kile Mungu is anaangalia a test of ni obedience. kipimo cha kutii. Are you going to obey the authority that God has put in place? Je, utatii mamlaka Mungu If ameweka? you are going to take the city, Kama utanyakua mji, you are going to obey the authority. utatii mamlaka. You are going to hear God through the laid down procedure, Utasikia Mungu kupitia ile laid taratibu down aliyoweka. people that He has put. Wale Mungu ameweka kwenye mamlaka. God works through obedience Mungu anafanya kazi kupitia kutii to authority. kwa mamlaka.
Hallelujah. Haleluya. God works through obedience to authority. Mungu anafanya kazi kupitia kutii mamlaka. And I've said authority is order. Nimesema mamlaka ni Where utaratibu. there is no order, Pasipo na utaratibu there is disorder. kuna mchanganyiko. And that is a place where instructions are not taken. Hapo ni pale ambapo maagizo hayachukuliwi. Without taking instructions, Pasipo kuchukua you maagizo cannot win any battle. hautashinda vita vyovyote. Can I repeat that? Wacha nirudie haya. Without taking instructions, Pasipo kuchukua maagizo you cannot win any battle. hawezi kushinda vita vyovyote. Remember the host, the captain. Tazama kiongozi wa He jeshi said, anasema, I am the captain of the host of God. mimi ni kiongozi wa wanajeshi wa Mungu. When the children of Israel left Egypt, Wana wa Israeli walipotoka the Misri, Bible says, Biblia inasema and the army of God left Egypt. wanajeshi wa Mungu wakatoka God Misri. looks at us as an army. Mungu anatuangalia kama wanajeshi And wake. in any army, Katika kila jeshi authority and instructions must be followed. mamlaka na maagizo lazima yafuatwe. Hallelujah. Haleluya. I have asked Nimeuliza and have been told na nimeambiwa that in the army, katika jeshi you obey first, unatii kwanza, then you ask questions later. alafu unauliza baadaye maswali. When you are told to do this, Ukiambiwa fanya hivi, you obey. unatii, You go and do it. unaenda unaifanya. If you have reservations and questions, Kama uko na maswali after you have done it, ukishaifanya, then come back and now ask your leaders. rudi uliza viongozi, You will be given satisfactory answers. utapewa majibu ya kutosha. But you don't ask questions before you obey. Uulize maswali kabla If hujatii. we are God's army, Kama ni wanajeshi wa Mungu, let us obey his commands. wacha tutii amri yake. Hallelujah. Haleluya. God gave them instructions. Mungu akawapatia maagizo They were to march daily wazunguke kila siku and they were to march in silence. na wakinyamaza. Amen. Amen. They were to march once Wazunguke mara moja and come back. na warudi kambini. They would not say, Hawangesema, now why should we wait for 7 days kwa nini tungoje siku 7 for God to give us the city, ili Mungu atupatie mji, for us to take the city, ili tunyakue mji which already he has given us? ambapo tayari ametupatia. Let us march twice. Wacha tuzunguke mara mbili Joshua, let us march even thrice. ama mara 3 And we Yoshua, will shorten the days. na siku zitafupishwa. We will do it 2 days. Tutaifanya siku 2, Those will be 6 times. itakuwa mara 6. And then let us, the 3rd day on Wednesday, Siku ya 3, siku ya Jumatano, let us march 7 times. wacha tuende mara 7 And let's take the city. na tunyakue mji. I can't wait to get into the city. Siwezi kungoja kuingia ndani ya What mji. are we going to do Tutafanya nini after marching once? baada ya kuzunguka mara moja, Silence. tukinyamaza And going back home. na tunarudi And nyumbani just sitting. na tukae tu? Wait. Ngoja, Follow instruction. fuata maagizo. And there was no talking while going around the city. Mko anakuongea wakati wa mzunguko. Are you seeing those walls? Unaangalia Are you sure Joshua had well? una hakika Yoshua alisikia vizuri? Can these walls be brought down by just marching in Kuta silence? hizi zitanguka tu tukizunguka hivi tukinyamaza. Can't we do something? Hatuwezi kufanya You jambo know, lolote. man is always used to action. Binadamu amezoea mambo ya You tell kutenda. people in church, let us be in silence in the Lord's presence. Unawaambia watu tutulie mbele za uwepo wa Bwana. You hear somebody ameanza kelele pale nyuma. Yes, Lord, uko nyuma. Hata kukukuta, yes Lord. Amen. Amen. Even 1 minute silence where people are always being told, let's observe a moment silence in honor of the departed. So on. Hata watu wakaambiwa wanyamaze dakika moja Which kwa is heshima ya just mtu, 60 seconds. ambao ni sekunde 60. It is hard Ni vigumu before somebody even takes hold of his phone. hata kabla mtu atoe simu yake nje. Amen. Amen. So you can imagine a Utafikiria whole congregation umati mkubwa marching around the wall. wakizunguka mji, And they have been told no noise. wameambiwa hakuna kelele. Amen. Amen. They have been masked in the mouth. Mdomo umefungwa. And man always want to do something. Binadamu anataka kufanya jambo, Man always want to be involved. anataka uzishwe. But God was bringing it out clearly Mungu alikuwa anatoa that maelezo in this katika hii This hali. battle is mine. Vita ni vyangu, You have nothing to do with it. wewe hauna sehemu, Keep quiet. wewe But nyamaza. I want to believe there are people who are like, they could not keep quiet. Kuna wale ambao wangenyamaza. Are you sure Joshua had this right? Kwa hakika Joshua alisikia vizuri. How old do you think is Joshua? Joshua huyu ako na miaka mingapi? I think his age is getting with him. Na pengine anakuwa We mzee. have an army. Tuko na But wanajeshi. how can you say priests Anasemaje wakuhani are the ones to go ahead ndio watangulie and the army are behind? na wanajeshi wako nyuma? This is a disorder.
Pia sio utaratibu huu. How will we take the city like Mji that? tutanyakua vipi? They were told to obey. Waliambiwa watii. And therefore they went round the city in quietness. Wakauzunguka mji wakitulia. And then they would come back. Sasa wangerudi. Amen. Amen. And then when the time of blowing the trumpet came, Wakati wa kupuliza tarumbeta they were ulipofika, also told to blow it once. wakaambiwa wapulize mara moja. Because when it is blown once, Wakivuta puliza and mara the moja, people also shout once, watu wapige kelele mara that moja. is when it was going to be a great sound. Ndipo ingekuwa kelele Where the kuu. Bible says, Biblia and inasema, the people would shout with a great shout, watu walipiga kelele kuu and the wall would fall. na kuta Not zingeanguka. everybody shouting when they want. Sio kila mtu akipiga kelele Not akitaka. everybody shouting longer than others. Hata wengine wanapiga kelele kwa urefu. Obedience to authority. Kutii mamlaka. In order to get to the next level, Ili uende katika kiwango kingine, one must obey instructions. mtu lazima afuate We maagizo. must obey instructions. Lazima tufuate maagizo. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God, servants of the Lord. Bwana asifiwe watumishi wa Mungu. Praise God, the children of God. Bwana asifiwe watoto wa Praise Mungu. God, brethren. Wandugu, Bwana For asifiwe. you to get to the next level, Ili uende katika kiwango kingine, we must obey instructions. lazima tutii As a mamlaka. church, Kama for kanisa, us to get to the next level, katika kiwango kingine, we must obey instructions. tutii mamlaka, maagizo. Hallelujah. Hallelujah. In this spiritual journey, Katika mwendo wa roho, in order to advance, ili tuende mbele, oh, we must obey the people who God has put over us. lazima tutii wale Mungu ameweka juu We yetu. must obey and hear the instructions Lazima tutii, tusikie that is maagizo coming from them. ambayo inatoka kwao. This journey is long. Mwendo huu ni mrefu, It is not it's not a short race. sio mwendo mfupi, It is not a 100-meter dash. sio vita ya masafa It mafupi, is a marathon. ni mbio And along the riadha. way, Katika God njia, has given us people who He speaks to us through them. Mungu ametupenda wale ambao wananea. Hallelujah. Amen. Let's obey them. Tuwatii. Amen. Amen. You know, Christians have a problem Wakristo wako na shida obeying instructions. kutii maagizo. Many don't pay attention Wengi hawatilii maanani to instructions. maagizo. Many don't pay attention Wengi hawatilii maanani even to announcement. hata kwa matangazo, Yet they are very important. na ni muhimu sana. I've heard people ask, Nimesikia watu wakisema, you mean people went to church? watu walienda kanisani, You mean that was said? ilisemwa. And then you ask them, why are you not in service? Je, si ulikuwa katika ibada? They say yes. Wanasema ndivyo. Well, the problem is Shida ni they closed off walijifunga. immediately when the message ended. Wakati ujumbe They uliisha, did not listen to announcements. hawakusikia matangazo. Many children of God Watoto wa Mungu wengi come out of the church wanatoka katika ibada without listening keenly to the instructions pasipo kusikia, wakitilia maanani maagizo which are given through announcements. ambayo inatolewa kupitia matangazo. Amen. Amen. They listen and they don't take it in. Wanasikia, watilii To maanani. those who listen, Kwa wale ambao they wanasikia, listen and they don't take it in. wanasikia, watilii maanani. That's why in the course of the week, Katikati ya wiki when you hapo, have announced something, ukitangaza you jambo, don't see people turning up usikii watu because they wakiitika. never listened. Hawakusikia. And if they listened, Wakisikia, they did not take instructions correctly. hawakutilia maanani maagizo hayo. Amen. Amina. Brethren, Ndugu zangu, God is a God of instruction. Mungu ni Mungu wa maagizo. Amen. Amen. God is a God of instruction. Mungu ni Mungu wa maagizo. He told Abraham, Akamwambia Ibrahimu, instruction, maagizo, leave your people, acha watu wako, leave your village, acha nyumbani leave kwenu, your relatives, acha watu wako wenu, leave even your own brothers, hata ndugu zenu and wazako, go to a place enda pahali which I will tell you later. ambao utakwambia baadaye, And there na I hapo will bless you. nitakubariki. God is a God of instruction. Mungu ni Mungu wa maagizo. Hallelujah. Haleluya. And for Abraham to go and be blessed, Ili Abraham he abarikiwe, had to obey instruction. lazima angetii maagizo. Amen. Amen. He still hooked up with his nephew Lut. Bado alishikana na mtoto wa ndugu yake Lutu. And as long as they were still with Lut, Bado alipokuwa na ami wake Lutu, God did not reveal what he had called him. Mungu hakufunua kile ambacho alimuita. In chapter 17, when they separate with Lut, Mlango wa 17 walipotengana then na God Lutu, immediately talks. Mungu akanena. And God says, Mungu akasema, walk ye before me, tembea mbele yangu and I will be your exceeding portion. na nitakuwa dhawabu yako hapa duniani. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. When Lot, Lutu who had hooked up with Abraham, ambaye alishikamana na Ibrahimu, when he was to leave Sodom,
ilipokuwa wakati wa kutoka Because Sodoma. God wanted to destroy Sodom. Mungu alitaka kuharibu Sodoma. Do you remember that? Unakumbuka hiyo? Hallelujah. Hallelujah. There was instruction. Kulikuwa na maagizo. God is a God of instruction. Mungu ni Mungu wa maagizo. He said you will leave. Atasema utatoka. Don't take anything. Usichukue chochote. And don't look back. Na usiangalie nyuma. When the wife looked back, Mke alipoangalia nyuma, what happened? nini She ilifanyika? became a pillar of salt. Akawa nguzo ya chumvi Because she did not obey kwa sababu hakutii the instruction of God. maagizo ya Mungu. When you don't obey God's instruction, Ukataka kutii maagizo ya something Mungu, is bound to be injured. kuna kila ambacho kitaumia. God is a God of instruction. Mungu ni Mungu wa maagizo. You can imagine Lot Utafikiria Lutu continuing with the journey akiendelea na mwendo without his wife. bila mke wake. You can imagine Lot Utafikiria Lutu being tempted also to look behind akijaribiwa kuangalia nyuma yake and pia, see what has become of the wife. na kuangalia kile imetokea mke wake. You can imagine the children Utafikiria wana wa Israeli leaving their mother behind, wakiacha mama yao who nyuma, have suddenly turned into a pillar of salt. ambao kwa ghafla amekuwa You nguzo ya can chumvi. imagine the urge Ile msukumo to look utafikiria behind, kuangalia nyuma, the urge that had made the woman look behind. ile msukumo ambao ilifanya huyo mwanamke When kuangalia things nyuma. were exploding, Mambo yalipokuwa when yanaharibika, things were being destroyed, kama vitu vilikuwa she vinachomewa, remembered. akakumbuka. And you know, remembering how her things were being destroyed could not help. Kumbuka vile mambo yaliharibika haingesaidia. Amen. Amen. She was just to hear them Angesikia and tu say, aseme, that is how my perfumes are exploding. ndivyo perfume yangu But she zinaharibika. had the urge of looking behind. Alikuwa na msukumo wa kuangalia nyuma, And that one costed her. ikamgharimu. Hallelujah. Hallelujah. We have a land we are going. Tuko na nchi ambayo We have a tunaendelea. place where God has called us from. Tuko na pale Mungu ametutoa From the world. huko And duniani. the Lord is saying, don't look Mungu back. anasema tusiangalie But nyuma. some of us, Wengi wetu we walk and we want to still look back. tutembea tunataka Those are kuangalia the nyuma. friends I am leaving. Hao ni marafiki naacha. Oh, those are the things I am leaving. Hivi ni vitu ninaviacha. I'm leaving the club life. Ninaacha maisha ya I'm kunywa. leaving this political life. Naacha maisha ya We siasa. want to look back. Tunataka kuangalia You nyuma. cannot go ahead at the same time look back. Huwezi kwenda mbele na unaangalia You nyuma. will crash. Utavunjika. God is a God of instructions. Mungu ni Mungu wa maagizo. What have you been looking back at? Ni nini umekuwa ukiangalia nyuma? Take care you don't become a pillar of salt. Jihadhari usigeuze kuwa mnara wa chumvi. Take care you don't become a casualty. Jihadhari usiumie. Take care we don't reach where God wants us to go minus you. Jihadhari usifikie pale Mungu ametupangia na Because ukosekane. you are looking back. Kwa sababu unaangalia nyuma. God is a God of instruction. Mungu ni Mungu wa maagizo. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Hallelujah. Haleluya. When the Lord invited the people. Mungu alipoalika watu. Amen. Amen. When he invited the people Alipoalika watu to him kwake. in Isaiah chapter 1, Katika Isaya 1 mlango wa kwanza, the Lord invites the people Mungu anawaalika watu to meet him ili wakutane naye, in order that they may reason together. ili waweze kujadiliana kwa pamoja. That is Isaiah chapter 1 verse 18. Isaya 1:18. Hallelujah. Amen. He invites us so that we may meet him and reason together. Anatualika kwake ili tusemezane naye. And what is about this reasoning together? Na hii kusemezana ni juu ya nini? Amen. Amen. The reasoning together involves the weighing up Kusemezana ni kupima, kufanya kipimo. the benefits of obedience, Uzuri wa kutii which will bring blessings. ambayo italeta baraka. In verse 19, the Bible says so. Katika mstari wa 19 Biblia inasema That if hivyo. you are willing and obedient, Kama mkubali na kutii, you shall eat the good of the land. mtakula mema ya nchi. So he says, come, let us reason together. Anasema ndio tusemezane pamoja. Let us weigh the pros and the cons. Tupime uzuri na ubaya. Amen. Amen. Let us have a debate. Wacha tuwe na mjadiliano. Obedience is better than. Kutii ni bora. Let us look at the benefits you get when you obey. Tuangalie mazuri utapata ukitii. That is what God says, come, let us reason together. Ndiposa Mungu anasema ndio tujadiliane. And also he gives the repercussions, Anatupatia madhara the yake. results
ile yale that matokeo will follow ambayo yatufuata if we don't obey. tusipotii. In verse 20, Kwa mstari wa 20 the Bible says, Biblia inasema, but if you refuse and rebel, bali kama mtakataa na kuasi, you shall be devoured by the sword. mtangamizwa kwa upanga, For the mouth of the Lord has spoken. maana kinywa cha Bwana kimenena. Amen. Amen. So you have been given a choice. Umepatiwa chaguo, You have been given the benefits of obeying. umepatiwa ubora wa kutii, And you have also been notified of the results of na disobedience. umetahadharishwa juu ya matokeo ya kututii. God is a God of obedience. Mungu ni Mungu wa kutii. God is a God of instruction. Mungu ni Mungu wa maagizo. Did I hear you say amen? Ulisema amen. Praise God. Bwana You sifiwe. remember Naaman, Unakumbuka Naamani, the Syrian general? yule kiongozi wa Washuri? Hallelujah. Amen. He was suffering from leprosy. Alikuwa na ugonjwa wa ukoma. How did he get healed? Je, aliponywa vipi? By obedience. Kwa kutii. Amen. Amen. Obedience. Kwa kutii. And he almost lost it Na karibu aipoteze. because he was told to go and dip himself 7 times. Akaambia tumbukizwe mara 7. And the river was dirty. Na mtu ukaa na And he uchafu. compared with Parpa and Abana, which were rivers in their land. Akalinganisha na Parpa na Abana, mito ambayo ilikuwa mijini And mwao. he said, if it was a matter of dipping myself in the water, I should have done in those splendid waters. Kama ilikuwa jambo la kuogelea, ningefanya katika mito ya miji yetu. But one of the staff told him, my Lord, Mfanyakazi mmoja if akamwambia, you would have Bwana, been told to do something great, you would have done kama it. ungeambiwa utende jambo la ajabu This is a ungelifanya. simple one, just do it. Hili ni maagizo dogo. And he ufanye. decided to go 7 times, Akaenda mara 7. despite the people watching. Haijalishi wale ambao walikuwa wanamuona. I know if he reached the 7th one, the fifth one, Najua vile alifika mara ya some 5. people who did not want the shame Wengine ambao hawakutaka aibu began to walk away. wakaanza kuenda. General Leo ataibika. Kiongozi Since when did somebody get, healed by dipping himself in water? nani aliponya kwa kutumbukizwa kwa maji? And we hear that this thing, he was told by a maid. Na tuwasikia hii maagizo alipata na mfanyakazi mchana mdogo. This is the man who has been leading us. Huyu ni amekuwa anatuongoza. I don't want to be part of that shame. Sitakuwa sehemu ya aibu hiyo. On the 5th one, Kwa mara ya when 5 he dipped himself and he came out, akatumbukizwa he akatoka. was still sick. Bali alikuwa mgonjwa. And some people began to walk away. Wengine wakaanza kuenda. Some people said, I don't want to, hata tu nisikie. Yapokuwa tu wewe wingi. I don't want to see Sitaki the kuona embarrassment on the face of the general. aibu mbele ya kiongozi wetu. He decided Akaamua that he will do it through. atafanya mpaka He amalize. obeyed instruction. Akatii maagizo. He went to the 6th one. Akaenda ya 6. Amen. Amen. And I think the 6th one even stayed longer. Nadhani hata ya 6 alikawia majibu. Because it was like almost nearing to the last. Karibu sasa amalize. And when he's coming out, Alipotoka. he was coming out, I believe, with his eyes closed. Naamini alikuwa anatoka But his akifunga ears open. masikio yako wazi. To hear if people are commenting anything. Asikie watu wakisema jambo lolote. The place was eerily quiet. Bado tulikuwa na utulivu. Then he breathed in deeply. Akapumua. And he said, this is the last one. Akasema hii ni ya mwisho. According to what the prophet said. Kulingana na maagizo ya nabii. And he went in. Akaingia And tena. I believe he even stayed longer. Naamini alikaa sana. When he was almost choking, Kama alikuwa then he began to come out. akatoka. And when he came out, Alipotoka everybody was quiet. kila mmoja akatulia. Amen. Amen. He thought everybody was quiet because of being not healed. Akadhani kila mmoja alitulia kwa sababu hakuponywa. They were quiet because they were shocked. Walikuwa wameshangazwa. When the man they saw out of water Yule ambaye alitoka on majini the seventh dip kwa mara ya 7 was huyu. not the man that entered. Sio yule aliingia. They were shocked. Why? Pigwa na He butwa. was not only healed. Sio kuponywa The tu. Bible records Biblia inasema his skin was smoother than a baby. ngozi yake ikarudi zaidi ya Than mtoto a mchanga. baby's. Zaidi ya yule mtoto mchanga. Amen. Amen. You know the skin of a man is rough. Unajua ngozi ya And mwanamke with age, imechakaa na kwa It miaka is even more rough. imechakaa. Now when you are healed until it is smoother than the baby, not a child, Kama a mkono baby, ilikuwa nyororo zaidi ya yule ya mtoto. then everybody began to shout. Kila mmoja akaanza kupiga And when mayowe. Naaman listened carefully, Manamana aliposikia I vizuri, think he was trying to see what the shout is. alikuwa anajaribu It was not a shout of protest. haikuwa ya But the kuasi. prophet had lied to the man. Ati nabii No, alikutana it was naye. a shout of joy. Ilikuwa skelele And he ya opened his furaha. eyes. Akafungua And macho he yake. looked at
his skin. akaangalia He ngozi, also began to celebrate. akaanza kusherekea, He was healed because he obeyed instruction. akaponywa kwa sababu alitii maagizo. Hallelujah. Hallelujah. God is a God of instruction. Mungu ni Mungu wa maagizo. Amen. Amen. What about making of the ark? Kutengeneza sanduku la agano, je? In Genesis chapter 6, Katika Mwanzo 6, obey instructions. tii maagizo. Make it this long. Uifanye upana Make it huu, this high. ufanye Make urefu it huu, this wide. ufanye kima Make hii, it this storage. ufanye ghorofa Put hizi, this number of windows. na madirisha yawe haya, Put this number of veranda. na veranda hivi hivi, This number of ventilations. na nafasi hizi weke And when hivi. it comes to bringing the animals, Ukileta wanyama, don't leave any animal out. usiache mnyama yote Even nje. the ones that are coming slowly. Hata wengine wanatembea pole pole. Whenever they will reach Watakapofika the likes of the tortoise and the snails, kama kobe na make sure konokono, they still come. wacha waje. Come on, God is a God of instruction. Mungu ni Mungu wa maagizo. If you are going to win the battle, Kama utashinda vita, you must obey the instructions of the Lord. lazima utii maagizo You ya must Bwana. obey authority. Lazima utii mamlaka. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Are we together, people of God? Pamoja watu wa Mungu. You remember the making of the tabernacles? Wakumbuka kutengeneza hema la mkutano. When you read the book of Exodus, Unaposoma Kutoka, it was instruction. ilikuwa maagizo. It was a lot of instructions. Ilikuwa maagizo baada ya The maagizo. materials to be used, Vitu vya the kutumiwa. color of the materials, Kala ya hizo vitu. the number of the pillars, Idadi ya nguzo. until God Mpaka Mungu had to anoint Bezalel, apake the Bezaleli, son of Huri, mwana wa Huri, and his helper called na Aholiab, msaidizi anaitwa Holiabi, with anointing na to upako obey ili and watii to make exactly na watengeneze according to kikamilifu the pattern kulingana na that God had maagizo given Moses. Mungu alipatia Musa. It was instruction. Ilikuwa maagizo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. God is a God of instruction. Mungu ni Mungu wa maagizo. What about evangelism? Na kuhubiri, je? Amen. Amen. God says in Acts chapter 1 verse 8, Matendo ya Mitume 1:8, you shall receive power utapokea nguvu when the Holy Ghost shall come Roho upon you. atakapowashukia, Then you shall become my witnesses. alafu mtakuwa washuhuda wangu. And this is where you will begin. Hapo ndio In mtaanzia Jerusalem. Yerusalemu, Then you will go to Judea. alafu nenda Then Yudea you will go to Samaria. na And Samaria you will go to the ends of the earth. na mwisho wa dunia. Obey the instruction. Tii maagizo. Bwana asifiwe sana. Amen. And I can go on and on. Na inaweza kuendelea na When it kuendelea. comes to 1 Corinthians chapter 11, Wakorintho wa kwanza when 11, it comes to taking the Lord's table, kumeza there Bwana, are instructions kuna maagizo how it is supposed to be done. vile inafaa ifanyiwe. If it is not done that way, Kama itafanywa hivyo, Paul says some people have died Paulo anasema wengine and wamekufa others are sick na wengine ni wagonjwa because of not following kwa instructions. sababu kosa kutii maagizo. Some are just saying, it is just normal bread, let us just eat it. Wengine wanasema hii mkate wa kawaida tu, mega If tukule they tu. don't die, Kama hawatakufa, their bodies are weak mwili ni dhaifu because they don't follow kwa instructions. sababu hawafuati maagizo. Brethren, Ndugu, God Mungu is a God of instruction. ni Mungu wa maagizo. And God builds Mungu anajenga through instruction. kupitia God maagizo. will give you victory Mungu atakupatia ushindi through instructions. kupitia And maagizo, He will test your obedience. na atapima kutii kwako. Amen. Amen. As you obey the authority, Unapotii mamlaka, God will give you breakthrough. Mungu atakupatia upenyo. You will take your city. Utachukua mji wako, You will bring down the walls. utavunja kuta, The hindrances that the enemy has put. vizuizi ambavyo adui ameweka. As Jericho was tightly shut. Vile Jeriko ilifungwa, As there are places the enemy has shut up for you. kama kuna pali maadui amefunga kwa ajili yako, By instruction from the Lord, kwa maagizo kutoka kwa Bwana, you will take those cities. utanyakua miji hiyo. You will take new frontiers. Utachukua pali You will mpya, have your breakthrough. utakuwa na upenyo wako. Come on, your prayers will be answered. Maombi yako yatajibiwa. Hallelujah. Amen. You will get that employment. Utapata hiyo ajira, You will be married. utaolewa, You will marry. utaoa. Just hear the instruction through authority. Sikia maagizo kupitia mamlaka uliyoweka And obey. na utii. Hallelujah. Haleluya. The people in authority,
watu walio kutoka mamlaka could be weaker than you. pengine dhaifu kukuzidi, You could be better than them, pengine wewe ni bora kuwazidi, more learned than them, umesoma kuwazidi, wealthier than them, uko na pesa kuwazidi, stronger than them, uko na nguvu kuwazidi, older than them. umewazidi But umri. the Bible says Biblia inasema God has chosen the weak things Mungu amechukua dhaifu vya of dunia, this world, vya dunia hii, the foolish things, mambo ya pumbavu to ya dunia hii, shame the wise, kuaibisha to wenye shame hekima, the strong. kuaibisha wenye nguvu. God uses foolish things. Mungu anatumia mambo ya pumbavu. The people God uses Wale Mungu anatumia are fools. ni wapumbavu. God is watching. Mungu anatazama. If you are going to obey instructions, Kama unatii maagizo, they might not look like your regular preacher, pengine hawatakaa kama mhubiri wako ambao but umezoea. listen to the words that come out of their mouth. Sikia maneno ambayo yanatoka kinywani mwao. Listen to the instructions. Sikia maagizo. Hallelujah. Haleluya. And you will have your breakthrough. Na utakuwa na upenyo. Lastly, as we want to pray, Na mwisho tukitaka kuomba, in Isaiah chapter 28, Isaya 28 verse 19 and verse 20. mstari wa 19 na Is it verse 9 or verse 9 and verse 10? mstari wa 9 na ya 10. Yes, verse 9 and verse 10. 9 na 10. I would love this New Life Translation. Tafsiri ya New Life Translation itanifaa. God is talking to his people whose leaders were drunk and unruly. Mungu anaongea na watu wake ambao viongozi wake walikuwa wamelewa na vinyweo. In this chapter, Katika kifungu hiki and he's giving instructions. anatoa maagizo. He's repeating words. Anarudia maneno. And the people are saying, Na watu wanasema, wanasema, who does the Lord think we are? Mungu anadhani sisi ni akina nani? Why does he speak to us like this? Kwani anatunenea hivi? Are we little children Je, sisi ni watoto wachanga who have just been weaned, ambao wametolewa kwenye maziwa, barely old enough to talk? ambao hawawezi kuongea? Have you heard of instructions from God that looks foolish? Je, umesikia maagizo kutoka kwa Mungu ambayo yanakaa Have you ever heard pumbavu? instructions of the Lord being told to you over and over every Sunday? Umesikia maagizo ambayo unaambiwa kila Jumapili? Until in your heart you say, Mpaka kwa moyo wako now unasema, why does God talk to us like kwa that? nini Mungu anatunenea Are we hivyo? little children? Sisi ni watoto wachanga. God builds through instruction. Mungu anajenga kupitia maagizo. And then they continue to say, Wakaendelea kusema, hallelujah. haleluya. He tells us everything over and over again. Anarudia maneno yake kila mara. Amen. Amen. Are we children? Sisi ni watoto. A line at a time. Kanuni juu ya kanuni. In every simple word. Katika kila neno Let's ndogo. continue. Tuendelee. Praise God. Amen. These people are wondering, why is God, are we children? Je, sisi ni watoto? No, God is saying over and over because he wants you to learn. Mungu anarudia kila mara, anataka ujifunze. God wants you to obey instruction. Anataka utii maagizo. Since they refuse to listen, Kwa sababu mmekataa kunisikiza, God will speak to them through foreign oppressors. Mungu atawaongeza kupitia wasimamizi wageni. Amen. Amen. Because they refuse to listen. Wale kataa kumsikiza. The words they are saying are simple. Maneno wanasema ni The words dhaifu. they are saying, God is repeating. Ati Mungu anarudia Then maneno. God will discipline them. Mungu atawaadhibu. God will cause them to listen Mungu atafanya watii. when they are being oppressed by foreigners. Wakikandamizwa na wageni. Hallelujah. Amen. God Mungu is causing us to listen. anatufanya tumtii. Sometimes before we cry and tell God to remove the pain and the plagues we are passing, Kabla tulie tumwambie Mungu atoe mateso ambayo tunapitia, let us ask, tuulize. is God speaking to us through an oppressor? Je, Mungu anaongea nasi kupitia wale ambao tutesa? Amen. Amen. Before we shout to COVID-19 and bind it and throw it out of our boundaries, Kabla tupige kelele corona tatu let us tufunge, ask, tujiulize, could God be speaking to us through foreign oppression? je, Mungu anatunenea kuhusu mateso ya wageni? Amen. Amen. We did not finish that verse. Au kumaliza mstari hiyo? They will listen through foreign oppressors Watasikia kupitia who mateso will ya wageni speak a known language. ambao watasema lugha geni. The next verse says, Mstari inafuata. God's people could have rest Watu wa Mungu wangekuwa na mapumziko in their own land katika nchi yao, if only they would obey him, kanga wangemtii tu, but they will not listen. lakini hawangemsikiza. Hallelujah. Haleluya. They will not listen. Hawangemsikiza. They would have had rest Wangekuwa na mapumziko if only kama tu they would have obeyed. wangemtii. Hallelujah. Haleluya. Some of us children of God, Wengine wetu watoto wa Mungu, that problem you are in, hiyo shida uko ndani yake, you would have
done with it long time ago. Ungetoka kitambo If only you would have listened. kama ungetii. If only you would have obeyed God. Kama ungemtii Mungu. Amen. Amen. If only you would have obeyed through the preachers. Kama ungetii kupitia mhubiri. If only you would have obeyed through authority. Kama ungetii mamlaka. God's people would have their own land. Watu wa Mungu wangekuwa na nchi They yao. would have rest in their own land. Wangekuwa na pumziko. If only they listen. Kama wangetii. But they would not listen. Na hawangetii. God Mungu is teaching us anatufundisha. a lesson Fundisho that we will take Jericho. ambao tutachukua We will destroy walls tutavunja kuta and take cities na tunyakue mji if we obey authority. kama tutatii mamlaka. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. I want us to pray. Tunataka tuombe. I don't know Sijui if you have been disobedient to kama authority. umekosa kutii mamlaka. If you have been rebellious to authority. Kama ungewaasi Whether it mamlaka. is spiritual authority Ama ni mamlaka ya or kiroho government. ama ya serikali. The government authority is there by God's mandate. Mungu ndiye ameweka mamlaka ya serikali. If you disobey them, Kama umekosa you are kutii, disobeying God. unawasi dhidi ya Mungu. Hallelujah. Amen. And God Na Mungu looks at those who obey. anatazama wale ambao wanamtii. He's a God of instructions. Mungu wa maagizo. How many places have you been instructed? Hali ngapi umepewa maagizo? How is your obedience? Kutii kwako kuko vipi? Is your obedience 70%? Kutii kwako ni 70%. Is your obedience 90%? Kutii kwako ni 90%. Is your obedience Kutii 99%? kwako ni 99%. God is looking for 100% Mungu obedience. angalia kutii ambao ni kamilifu. Saul was sent to go Sauli akatuma aende and kill the Amalekites and destroy them. auwe Wamalaki na waharibu. He went and did not kill King Agag. Hakumua mfalme Agagi. He took him captive. Akamchukua Then among the sheep which were fat, kati ya kondoo ambao alikuwa he nene. also did not destroy them. Hakuharibu. And he came with them. Akaja nao. And then Samuel, the prophet of the Lord, Nabii Samueli wa Mungu was sent to him. akatumwa And kwake. while Samuel is talking to the king, Samuel alipokuwa ananena did mfalme, you obey what you were told? je, ulitii kile He said uliambiwa? yes. Akasema ndivyo. My prophet, Nabii I wangu obeyed. nilitii. Then Samuel hears in the spirit ears Samuel anasikia katika masikio ya the kiroho lowing of the sheep, kile kilio cha kondoo, and he's asking, na "But anauliza what is that I'm hearing?" nasikia nini hiyo? Then the king says, Mfalme "Well, anasema I destroyed every other thing, niliharibu kila kitu, but these fat ones, na hao wanene I brought them so nikawaleta that we may offer them to your ili God." tuwatoe kama You kafara kwa Mungu know, I'm wao. thinking about your God. Na I fikirie care Mungu wako. about your God. Na fikirie juu ya Mungu wako. He did not know Hakujua that God he wanted to sacrifice huyu Mungu anataka kumtolea is the dhabihu. one who had given Ndiye instruction. alitoa amri. And therefore, Na hapo the prophet went nabii akaenda and brought Agag akaleta Agagi and killed him. akamuua. Amen. Amen. And he told the king, Akamwambia mfalme, "These are sacrifices. haya ni dhabihu. You brought them to the Lord, Ukamletea Bwana. but you are told to obey." Ukaambiwa kutii. In Kutii. Samuel chapter 18, Samueli 18 he says, akasema obedience kutii is better ni bora than sacrifice. kushinda To kafara. obey God Kumtii is Mungu better than to give him ni sacrifice. bora kushinda kutoa So dhabihu. don't say I am obeying God 90%, Sasa namtia 90, but I am also sacrificing to the Lord. anamtolea dhabihu The pia. Lord wants 100% obedience. Mungu anataka kutii ulio kamilifu. And the Lord said through the prophet, Mungu anasema kupitia nabii, because you disobeyed, kwa sababu hukutii he has taken the kingdom from you. amekupokonya And when ufalme. Samuel began to go, Kwa Samueli alipojaribu the kwenda, king held at his garment mfalme akashika and jozi the yake piece torn na ikararuka and remained in his hand. ikabaki mkono wa And he Samueli. told him, Akamwambia, just like that, vile hivyo a piece of your kingdom ufalme has wako been taken from your hand. umeondolewa And kwako. that is the day David was given the Hiyo kingdom. siku Daudi alipewa ufalme. What about Agag? Akan? Akani They are told akaambiwa Jericho Jericho is dedicated to the Lord. imewekwa wafu wa Bwana. Amen. Amen. So everything within it, Kila kitu ndani yake destroyed. uiharibu, But the silver lakini fedha, and the gold, dhahabu, those vessels, vitu vya are thamani to be consecrated to the Lord. lazima vitiwe wakfu Then kwa when Bwana. they went to the next battle, Walipoenda katika vita vingine, Akan Akani saw better things akaangalia vitu vya and thamani took them. akavichukua. Praise God. Amena. He took them. Akavichukua. And when they went to war Walipoenda vitani at Ai,
uko hai. They were defeated. Wakashindwa. And Joshua cried Joshua akalia to the Lord. kwa Bwana. And he said, Akasema, why were we defeated? kwani He tulishindwa? was told, Achan Akaambiwa had Akani taken their cast things. amechukua vitu vilivyotiwa wakfu. Obedience Kutii is better than sacrifice. ni bora kushinda I want us kafara. to pray. Tutaomba. Hallelujah. Haleluya. I want us to pray. Tutaomba. How have your obedience been? Kutii kwako kumekuwa vipi? How have your obedience been? Umetii vipi? Have you been obeying God totally Je, umetii Mungu or kikamilifu partly? ama Do you kisehemu? have partial obedience Uko na kutii or kisehemu total obedience? ama kutii ulio The kamilifu? Lord is seeking for obedience that is in totality. Mungu anataka kutii ambao ni kamilifu. Tell the Lord, Mwambia Bwana, give me a heart, nipatie moyo, a heart of flesh moyo wa that nyama will obey you in ambao totality. utakutii kikamilifu. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Give me a heart of flesh, Lord, Nipe roho ya that will nyama obey you. ambayo itakutii. A heart that will obey you. Mungu ambaye itakutii. I want to obey you in Nataka totality. nikutii kikamilifu. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. I want to obey you, Lord, Nataka nikutii in totality. kikamilifu. I don't want a 95%. Sitaki kutii A 70% ama 70%. In your commands, Katika amri zako God works through instructions. Mungu anafanya kazi I want kupitia to obey kutii. the Lord. Nataka In nikutii your house, katika nyumba yako, wherever you are, pale ulipo, where you are gathered, pale umekusanyika, watching from unatutazama your vehicle, kutoka kwa gari where you lako, are listening, pale unasikiza, wherever you are, pale upo, I want you to go before the takwenda king mbele za mfalme, and just tell him, Lord, mwambie Bwana, I've not been obedient. sijakutii, I would have had rest nimekuwa na pumziko in my land. kwa maisha yangu, I would have taken the city ningenyakua mji if I would have obeyed. kama ningetii. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu, Just go ahead and pray. enda mbele The Lord uombe, give you a heart of obedience. Bwana akupatie roho ya In kutii. Jesus' name. Kwa jina la Lord, Yesu, we worship you. Bwana twakuabudu, Lord, we thank you. twakushukuru, We pray, oh God, twaomba Bwana, even as your people, hata kama watu I wako, pray for obedience. naomba kutii, I pray for obedience. naomba kutii, I pray for a heart naomba that moyo obeys God. ambao natii I Bwana, pray for a heart naomba moyo that trembles at your word. ambao natetea I neno pray lako, for a heart naomba that moyo obeys your servants ambao natii that watumishi you have wako, put upon us. umeweka juu If we yetu. will obey, Kama we tutautii, shall be established. tutathibitika. We shall eat the good of the land. tutakula mazuri ya Oh, my dunia. Father, my Baba God, Mungu wangu, I pray naomba every disobedience kila kutotii be removed out of our life. iondolewe kwa maisha In yetu, the name of kwa Jesus, jina la Yesu, be removed out of our iondolewe lives. kwa maisha In yetu, Jesus' kwa jina la name, Yesu. Lord, I pray Bwana naomba for a heart of stone kwa moyo to wa be removed, moyo wa and kile you give us iondolewe a heart of flesh Patia roho ya so nyama. that we may obey Ili tutii in totality. kwa ukamilifu. May you write your word Kuandika neno lako upon our heart. kwa mioyo May yetu. you give us your spirit Tupatie roho that yako will help us, Lord, ambayo to tusaidia follow instructions kufuata maagizo, so that we may take our ili cities, tunyakue so mji that yetu, we may bring down the ili walls. tuvunje kuta. My Father, my Baba yangu, God, Mungu we wangu, have gone round. We have tumezunguka, strayed. We have stayed in the wilderness tumepotoka because of rebellion. sababu ya King kutotii. of all glory, Mfalme wa the utukufu, Bible says, inasema, those who are rebellious wanaoasi, shall live, wataishi, shall dwell watakaa in a dry land. katika pale My tambarare. Father, my Baba God, yangu, I pray naomba, that we will not oppose the will of hatutawasi God. kazi ya We will Mungu. not oppose Hatutawasi your servants. We watumishi will wako. not oppose Hatutawasi those who are in authority, wale walio katika so that we mamlaka. may eat the Ili good tukule mema of this ya land. nchi. This land has good, Nchi iko na but mema. it only be taken Na and itachukuliwa eaten na by kukula those who are willing na and watakao those who are hiari obedient. na watakao The tii. unwilling Wale ambao and the watii disobedient na watawasi shall not see good hawataona mema in the land. katika They nchi. will say there is nothing good. Watasema hakuna My mema. Father, my God, Babangu, Mungu wangu, Abba Father, Baba Baba, cause us, Lord, fanya to tufanye obey. ili In kututii Jesus' kwa name. jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. Amen. 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 Probably you have been listening Pengine umetusikiza, and you are saying you have never given your heart to the Lord. unasema moyo wako hujampatia Yesu. You have never handed over your life to Him. Hujakabidhi maisha yako kwa Yesu. You have been directing your own life, Umekuwa ukiongoza maisha yako wewe binafsi. doing your own things Fanya vyako when you want them and as you want them. ukitaka na vile unavyotaka. You want to enjoy eternal life, Unataka kusherehekea maisha ya milele, you must receive Christ lazima upokee Kristo and obey Him. na umtii. He is the way to that land. Yeye ndio njia katika nchi hiyo. He is the life. Yeye ndio No maisha. one comes to the Father Hakuna yule ataendelea kwa Baba except through Him. pasipo kupitia Yesu. And you begin by telling Him, come into Unaanza my life. kumwambia ingia maishani mwangu. Let me pray with you. Wacha niombe na As wewe. you agree in your heart, Unapokubali moyoni Bible mwako, says Biblia inasema you believe in your heart unaamini kwa moyo wako and you confess with na your mouth. unakiri kwa kinywa chako. Whoever calls on the name of the Lord Yule atakayeliita jina la Yesu shall be saved. ataokoka. That's why we want to lead you in prayer. Ndipo tutaongoza kwa Because maombi. salvation comes by you confessing Wokovu inakuja kwa kukiri kwako and calling upon the name na of the Lord. kuleta jina la Yesu. You can pray together with us. Tutaomba pamoja. Say, Lord Sema, Jesus, Bwana Yesu, I desire
you in my life. na kutamani maishani mwangu. I've controlled my own life. Nimedhibiti maisha yangu But mwenyewe. today and now, Siku ya leo na saizi, I hand over my life to you. nakabidhi maisha yangu kwako. I open up my heart Nafungua moyo wangu that you may come in ili uingie, and be my Savior uwe mwokozi wangu and my Master. na Bwana wangu. Forgive me of my sin Unisamehe dhambi zangu that led you to the cross ambayo ilikupeleka and msalabani, made you shed your blood. fanya utiririke damu yako. I receive the forgiveness of God, Napokea msamaha wa Bwana, mercy of God, neema za Bwana. and I receive life. Napokea uhai. Whoever has the Son has this Aliye life. na Bwana ana Whoever does uhai. not have the Son of God Aliyekosa Bwana wa does not Mungu have this life. hana uzima huu. I receive life. Napokea uzima. I am saved Nimeokoka in Jesus' kwa name. jina la Yesu. Amen. Amen. Father Lord, I thank you Baba, nakushukuru for whoever has made that kwa prayer. yote amefanya ombi hilo. I pray that it becomes a reality Naomba iwe haki in their lives. katika maisha yao. Lord, I pray Naomba that you release your spirit achilia roho yako upon them juu yao, to make them live a holy life wafanye waishi maisha matakatifu and to be the person you want them na to be. wao watu ambao unawataka. Lord, I give you glory and Nakupa honor. utukufu na heshima. Lead them to a place where they will grow Uongoze kwa pale ambapo and watakuwa grow na and wakue flourish na wanawiri in Jesus' kwa name. jina la Yesu. Amen. Amen. We have come to the end of our service. Tumefika katika mwisho wa ibada yetu, And shortly, na katika kipindi kifupi, like after every service, katika baada ya kila ibada it is time of offering. ni wakati wa matoleo ya sadaka na fungu la 10. There it is. Iko hapo, You can note it down unaweza kuandika for your offering and for I've put in my head, in my memory. kama mshiriki wa kanisa hili katika akili yangu, I know it off head. naijua kwa akili. These are some of the numbers you should have. Hizi ni numbers, baadhi ya nambari ambazo As I'm saying that, I know you are punching on your phone najua ameenda katika simu yako or you are noting it down ama unaiandika, and save it somewhere na uandike pahali, so that anytime you want to give an offering and Wakati- your tithe, you use it. wakati unataka kutoa sadaka utaitumia. Let me pray for you as you are doing the same. Wacha nikuombee unapofanya hivyo. Father Lord, I thank you Baba, nakushukuru even for the giving of your people. hata kwa matoleo ya watu wako. Lord, you have said Umesema that when we honor you, tunapokuheshimu is by giving our first fruits. ni kuondoa matoleo yetu ya kwanza. Lord, that you will cause our barns to burst with new wine. Utafanya ghala zetu zifurike na divai mpya. That when we give our tithe, Tunapotoa fungu la 10 you will rebuke the destroyer. utakana mharibifu. I pray, Lord, Naomba Baba, that let the destroyer be rebuked in the lives of your people. wacha mharibifu akanywe katika maisha ya watu wako. That when we give tithe, Tunapotoa fungu la 10 the windows of heaven are open, madirisha ya mbingu itafunguka. and you'll pour upon us blessings that we'll have nowhere to put. Unatumwagia baraka ambazo tuta mahali pa I kuweka. pray for your people. Naombea watu wako. I pray for blessings. Naombea baraka. I pray for the windows to open. Naombea madirisha ya mbingu I ifunguke. pray, Lord of glory, Naomba mfalme tukufu, that you'll receive our offerings utapokea sadaka zetu. and that you'll hear us Utatusikiza from your sanctuary. kutoka hekalu In yako. the name of Jesus. Katika jina la Yesu, Receive honor, pokea tukufu receive glory na heshima. as we worship you with our Tunapoabudu na substance matoleo yetu and our increase. na In mambo yetu. Kwa Jesus' jina la name. Yesu tumeomba. Amen. Be blessed. Na utabarikiwa. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. Shalom. Shalom. Till we meet again. Mpaka tukane tena. It is bye bye from us. Bye bye. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. You are blessed. Barikiwa.